Kufuatia matukio ya kikatili ya ubakaji na ulawiti kwa watoto wa chini ya miaka 5, wananchi wa kata ya Pande wamemshukuru mdau wa elimu kwa kuanzisha darasa la awali kwa lengo la kuwapa elimu sambamba na kuwalinda na madhila mbalimbali ikiwemo ubakaji huo. Yamezungumzwa hayo na baadhi ya wananchi walipofanya mazungumzo na mwanahabari wetu, ambapo wamesema kuwa tangu kuanzishwa kwa kituo hicho watoto wamekuwa wakiishi kwa amani huku wakipatiwa elimu ya awali kwa lengo la kuandalia kesho yao njema. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ndugu yetu huyu kuanzisha hiki kituo. Kabla ya hiki kituo kwa kweli hali ilikuwa mbaya sana kwa watoto wetu, walikuwa wanazagaa tu mitaani, na pia tulikuwa tunapata matatizo mengi sana kwa sababu sisi shughuli yetu kubwa lihimaliyao ni kilimo. Lakini wakati wa kilimo ilikuwa tunawabwaga tu, na ilikuwa watoto wanakutana na changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa zinahatarisha hata amani katika maisha yao. Lakini mara baada ya kituo hiki kuanzishwa, tukahamasishana kama wazazi, tukamletea vijana, mwalimu, kwa kweli matunda sasa yanaanza kuonekana. Maana hapo nyuma kabla ya kupatikana darasa hili la awali, ilikuwa hata ukimpeleka kwenda kuanza darasa la kwanza, kwa kweli walimu wa shule za msingi ilikuwa wanakumbana na changamoto nyingi sana, kwa sababu ilikuwa tunawapelekea mawe. Lakini kwa sasa hata walimu wa shule za msingi wanafurahi kweli kwa sababu wanapopelekewa pale tayari huku chini msingi umeshaandaliwa wa hawa vijana wetu. Kwa hiyo hawapati matatizo ya kuanza kuyasemesha mawe. Kwa hilo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na tunamtakia kila laheri kijana wetu huyu kwa kuweza kutuwekea sawa jambo hili. Lakini hata hivyo bado tuna changamoto mbalimbali kwa kuwa kituo kimekuwa kichanga. Shuleni kwetu hapa hakuna vyoo, hakuna madarasa. Kwa hiyo tunaziomba taasisi mbalimbali za binafsi na serikali pia itusaidie katika hilo, kwa sababu tunaanza kuamka sasa. Kilwa tulikuwa nyuma kielimu, lakini sasa hivi tunasema tumeshaelewa. Kulikuwa na changamoto nyingi kuhusu watoto na wazazi pia. Watoto walikuwa wapo katika wakati mgumu, kama vile watoto walikuwa wanazurura ovyo, walikuwa wanafanywa matendo ya kikatili. Kutokana na hii Mikindani Day kwa sasa, wazazi tupo katika amani. Watoto wetu wanatunzwa vizuri. Na sisi wazazi sasa tunaelewa walikuwa wanafanywa matendo ya kikatili kama vile kubakwa, mambo mengi ya kikatili ambayo walikuwa wanafanyiwa. Mara nyingi watoto walikuwa hawaendi shule, wanabaki nyumbani. Labda kama wazazi mlikuwa mnawatumiaje? Watoto walikuwa wanabaki nyumbani. Walikuwa watoto wanatumwa, wanawalea watoto wenzao. Lakini kwa sasa kwa kuanzishwa hiki kituo, watoto wanaenda shule. Changamoto kubwa tuliokuwa nayo ama iliyopita wakati wa nyuma, hawa watoto walikuwa wanazurura hovyo, walikuwa watoto wanatumwa kwenda mashambani kungoja kunde. Lakini kwa sasa hivi tunashukuru, baada ya kuletwa hii shule watoto wanajisomea vizuri, wana mwelekeo mzuri. Kwa hiyo nilikuwa naiomba serikali pamoja na mashirika mbalimbali yaliyokuwepo yaje kutusaidia ili kuwakomboa watoto wapate elimu bora kabisa na sisi tujiendeleze kimaisha. Na tuna changamoto kubwa katika shule yetu, hususan jambo kubwa sana ni maji. Watoto hawa ni watoto wadogo, wanashindwa maji wanapoenda kujisaidia, maji ya kutumia hakuna. Na mji wetu ni mkavu, maji hakuna. Kwa hiyo serikali tunawaomba tafadhali mtufanye mipango, mtuletee maji ili watoto nao wakae sehemu nzuri. Kwa upande wake, mwalimu wa kituo hicho amekiri kuwa kulikuwa na matendo mengi ya kikatili yanayotokana na kutengana kwa familia, ambapo matokeo ya ukatili huo yalikuwa yakiwakumba watoto wengi. Hivyo amewaomba wadau wa elimu wilayani humo kumshika mkono ili kuendelea kuwalinda watoto wa jamii hiyo. Baada ya kuona kwamba kuna changamoto ya elimu ya awali kwa watoto,
ikanipelekea kwenda kujitolea kule Limalia Kusini. Lakini baada ya kuanzisha elimu ya awali Limalia Kusini, shule ya msingi, nikaenda Limalia Kaskazini pia nikaanzisha elimu ya awali. Baada ya hapo ikatokea fursa nikakutana na shirika la Action Aid. Nikawa napata training za aina mbalimbali, masuala ya uwezeshaji jamii, haki za kibinadamu, umeona, masuala ya pets, masuala ya ufuatiliaji wa rasilimali za umma, unaona, na vitu vingine. Lakini mpaka hivi leo ni mwakilishi wa jamii kupitia shirika la Action Aid. Baada ya kuona kwamba kuna changamoto kubwa ya elimu katika kata yetu ya Limalia, ikanipelekea kuanzisha elimu ya awali. Nikiwa na watoto 4, niliazima chumba kwa mwalimu fulani hivi anaitwa Mama Gwanda. Baada ya kuazima chumba nikaanzisha watoto wangu wakiwa 4. Baada ya hapo nikaona kuna fursa za kuendeleza hii elimu, umeona. Kwa hiyo nikatafuta eneo langu. Wakati huo nipo na hii shirika la Action Aid, lakini pia nipo na Marafiki Elimu. Mimi pia ni mwanachama wa Marafiki Elimu, umeona. Baada ya kuona kuna changamoto ya elimu huku kwetu, ikanifanya mimi nianzishe hii elimu ya daycare. Kwa mpaka hivi leo nimeona kwamba hii wazazi pia wamepatwa na msukumo na kujiunga na kuwaleta watoto wao shuleni kwangu. Sasa hivi na fursa ya watoto takribani ya 90 ambao nipo nao, lakini pia waga nawapa elimu ya mambo ya ukatili wa kijinsia na kuripoti matukio ya ukatili wa kijinsia. Na watoto wangu wapo mara nyingi sana waga wanaripoti matukio ya ukatili, mambo ya kubakwa, kurawitiwa, ndoa za utotoni, waga wananipa hizo na nini. Lakini pia kilicho nisukuma zaidi kuinua elimu kwa ujumla kwenye kata yangu ya Limalia. Labda tuambie ni matukio gani ambayo ulikuwa unaona watoto walikuwa wakitendewa hapo nyuma kabla wewe kuanzisha kwa hii daycare? Matukio ambayo mimi nilikuwa nayaona, watoto kutokujua kusoma na kuandika. Kwa sababu utakuta mtoto anafika mpaka darasa la 3, darasa la 4 lakini hajui KKK. Umeona, ile kanisukuma kwamba kwa nini sasa tusianze nao huko chini. Ndipo kanipelekea manake kuanzisha elimu ya awali, kuwapa msingi watoto chini mpaka waweze kusoma na kuandika. Na mpaka sasa hivi manake mimi kwa darasa ambayo nimeweza kuanza kulifundisha, mwaka huu wapo darasa la 12 wanamaliza. Ni wanafunzi wangu ambao nilianza kuwafundisha. Lakini pia naiomba serikali na wadau kama Haki Elimu, Action Aid na mashirika ambayo yanahusiana na masuala mazima ya masuala ya haki za watoto au mambo ya kiukatili, wanishike mkono ili niweze kulisukuma ili gurudumu tufike malengo, tuijenge taifa la kesho.